Maandalizi kadhaa yalifanyika kwa ajili ya maandalizi ya survival camp ambayo ilifanyika tarehe 19 mpaka tarehe 21 mwezi wa 4. Na ofisini hapa kuanzia mitaa ya saa 8 mchana watu walianza kufika, kila mmoja akija kwa namna yake. Wakifika watu wakifurahi pamoja, watu wakisalimiana na kuweza kutiana moyo kwa ajili ya safari ambayo ilikuwa iko mbele yao. Na kwa kweli watu walijitahidi kufika kwa muda, isipokuwa wachache ambao walipata changamoto mbalimbali za foleni, kuchelewa kupata ruksa makazini na changamoto zingine ambazo zilikuwa nje ya uwezo. Lakini hatimaye tulipokelewa, tukapata maneno ya ufunguzi na Pastor Michael ambaye ni mkurugenzi wa idara ya vijana ya conference ya SEC. Alitoa maneno machache kwa ajili ya kuweza kufanya maandalizi. Pastor Nguli alitupatia ombi ili safari iweze kuanza, na punde si punde safari ilianza. Kila mmoja aliweka begi lake mgongoni, vifaa vyake alivyoweka mahali stahiki, na kama ilivyokuwa kwa Musa jangwani alivyoongoza ule msafara, basi Pastor Michael pia alikuwa mbele kabisa, kiongozi wa kazi, akiongoza umma huu wa wana survival kuelekea njia ya msituni, kuzunguka msitu wa Vikindu kwenda eneo ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kufanya survival. Kama unavyoona, kila mmoja alikuwa amesheheni mzigo wake: vyakula, maji, vifaa vya kulalia, vya kukalia, pamoja na matent kwa ajili ya kuweza kujihifadhi wakati wa usiku. Na safari ilipita katika njia nyingi. Kuna sehemu za nyasi, hapo pia watu walipita. Kuna sehemu za misitu, sehemu za miba, sehemu za makorongo marefu kidogo, sehemu za maji, lakini wote walikuwa imara kwa kweli. Kila mmoja kwa namna yake alivuta mahali, kila mmoja kwa namna yake alikuwa na kitu ambacho alikifanya. Njiani watu hawakusita kuendelea na kutiana nguvu, kutiana moyo na kupeana maelekezo ya kwamba bado inawezekana, tusonge mbele, inawezekana. Okay. Yes, upande huu wanadai ni kwa wananchi. Kwa hiyo tunaanza kuingia msituni sasa kwenyewe. Katikati ya miti iliyokuwa imefunga na imesonga sana. Kama ilivyo safari ya mbinguni, haikuwa rahisi, lakini watu waliendelea kwenda na ushindi ulikuwa uko mbele yao. Pa kuinama watu waliinama, pa kuruka waliruka, na aliyeko mbele kabisa alikuwa ni tour guide ambaye alikuwa akiongoza njia na kutoa baadhi ya maelekezo. Wachungaji pia walitunga mkono, na muona Pastor Mgwenya, Pastor Sam, pamoja na vijana mbalimbali kutoka katika conference hii ya SEC. Wazee pia walikuwepo ambao pia tupo nao kwenye idara hii ya vijana. Kwa kweli wameendelea kuwa mbaraka wa namna pekee kabisa, wakitutia nguvu, wakitushauri, wakituelekeza na wakifurahi pia kuweza kuwa na vijana, kwa sababu vijana pia wanawachangamsha hawa wazee na kuwafanya waendelee kujihisi wapo mahali salama, kwenye mikono salama. Na ilipotokea changamoto, basi wote tulitulia kuweza kutatua changamoto kwa pamoja, na baada ya hapo kuweza kuendelea. Hamna aliyejihisi kuchoka, kwa sababu tulikuwa tukitiana moyo na kila mmoja alikuwa mwenye furaha safarini, na safari iliendelea. Hao ni viongozi ambao wamebakia nyuma kabisa: Mr. Nganga, MC Madev na kigoda chake, alikuwepo pia mzee Yusufu na Pastor Panga kule mwisho, wakihakikisha kwamba wote tunakwenda na wote tunafika pamoja. Baada ya vichaka kuisha, hatimaye tulifika kwenye mabonde na milima, na kila mmoja aliendelea na safari na mzigo wake pale alipoweka, na uhakika ni kwamba hakuna aliyeachwa. Safari japo ilikuwa ni ndefu, japo ilikuwa ni ngumu, lakini watu walikuwa wenye furaha kwa sababu waliamini ya kwamba kuna ushindi unaoangojea mbele.
Hili ni funzo pia kwenye maisha yetu ya kila siku. Pale mambo yanapokuwa magumu, usikate tamaa, usishike shavu, usikae na kuanza kulalamika na kulaumu kwa nini haya yametokea. Kila jambo lina sababu. Hata mazingira haya tuko tukipitia kwenye survival camp, ukweli ni kwamba kuna jambo ambalo Bwana amekusudia jema dhidi ya wana survival kwa namna ambavyo wameshiriki. Pia kuna uzoefu mzuri ambao alikuwa anawapitisha kupitia zoezi hili. Watu ndio walikuwa wanachoka, lakini haikuwa mwisho wa safari. Safari bado iliendelea. Wengine walishika fimbo ziweze kuwaongezea nguvu. Kama hata neno la Mungu, tembelea hilo, litakuongezea nguvu pia kwenye safari ya mbinguni. Hakuna aliyejisikia kulia wala kulalamika, wote walijifariji na kufurahi pamoja, na mambo yalikwenda bam bam. Mambo yalikuwa ni mazuri kwa kweli, kwa sababu ilipendeza. Kila mmoja alijisikia furaha safari ilipokuwa ikiendelea. Walikuwepo pia marafiki waliotoka mbali. Kuna bwana Bupilipili amepita hapo, anatokea mikoa ya kusini, na alijihimu kweli kweli, na akaja pia kwa ajili ya kuweza kujiunga na wenzake kwa ajili ya zoezi hili. Alikuwa ni mtu pekee ambaye alitoka mikoa ya kusini kwa ajili ya hili. Alikuwepo pia Pastor Bulenga ambaye alitoka mkoa wa Pwani, maeneo ya Rufiji, Kibiti, na wote tulijiunga pamoja kwa kweli, na ilipendeza. Wachungaji wengine walikuwa ni wa mitaa ya ndani ya jiji la Dar es Salaam, akiwepo Pastor Panga ambaye unamuona hapo akiendelea kuhamasisha na kuatia watu moyo kwa ajili ya kuendelea kusurvive. Kama Mama White alivyoona, anasema kuna mahali ilifika watu walivua viatu, kuna wakati watu walipunguza mizigo. Hapa pia ilifika eneo ambalo lilionekana kuwa gumu kidogo, ambalo lilihitaji watu waweze kusurvive vilivyo ili kuweza kuvuka hapo pamoja na mizigo yao, kwa sababu kama walivyokuwa wana Israeli walisema, tunaondoka na watoto wetu, tunaondoka na mali zetu, tunaondoka na vitu vyetu vyote, na kila mmoja alibaki na vitu vyake na alisurvive navyo ili kuweza kuvuka katika kikwazo hichi ambacho kwa namna yake hakikuwa kirahisi. Hata pale mmoja alipokwama, watu walipeana moyo, walishikana mkono, waliwezeshana. Kama ambavyo safari ya mbinguni ndivyo inavyotakiwa kuwa, tushikane mkono, tutiane nguvu, tufarijiane na tusiachane njiani. Ukimwona mwenzako amechoka, mtie nguvu. Ukimwona anakwama mahali fulani, mtie moyo, muombe, omba naye pamoja, mtie shime ili safari iweze kuendelea. Hata katika kuyumba huko, kuna kusimama baada ya kuyumba, na safari inaendelea. Ilikuwa ni uzoefu wa namna kipekee kabisa kwa kweli kupita kwenye kikwazo hiki, na kwa kweli wote walivuka. Wakutambaa walitambaa, wakutembea walitembea, wakuruka waliruka. Dr. Maduhu pale anapanda kwa yuko hoi kweli kweli, lakini bado safari iliendelea. Havikutupwa vikaachwa, vilihifadhiwa, vikaokotwa, na safari iliendelea. Kwa kweli ulikuwa na uzoefu wa namna pekee kabisa. Rafiki huyu pia tulikuwa naye, na alikuwa mbaraka kwa kweli kwenye survival hii. Asante. Kwenye kila juhudi kuna matokeo chanya, na hapo pia iliwezekana. Waliochoka pia wengine kama huyo alipokelewa mizigo yake, na ukweli ni kwamba hata safari ya mbinguni tunatakiwa kuchukuliana mizigo, kwa sababu tunatofautiana hali za kiroho. Kuna wenye nguvu zaidi na wengine ni dhaifu. Basi wale wenye nguvu wanatakiwa kuweza kuwatia moyo wale ambao ni dhaifu. Shike mkono mwenzako, tie shime, na safari inaendelea. Asante sana. Kuna kuanguka kwenye safari ya kwenda mbinguni, lakini usingetakiwa kubaki pale chini. Kama ilivyo kwa rafiki huyu, alinyanyuka na akaendelea, japo kwa kusota, japo kwa kutambaa, na akanyanyuka na safari ikaendelea. Haleluya! Ushindi unapatikana na tabasamu linaonekana usoni hatimaye, baada ya changamoto iliyokuwa ikiwakabili kuwa imekwisha.
hapa ni waite walinzi ama wamaliziaji wa safari kuhakikisha kwamba kila mmoja anavuka. Hawa rafiki wanne walikuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba hakuna mwana survivor ambaye anashindwa njiani, na walitiana nguvu na shime. Mr. Nganga alikuwa na mizigo mingi kweli kweli kama anayehama, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaenda survival na weekend ikiisha alikuwa anarudi nyumbani. Madevu naye hakukosekana, alikuwa ameshona mfuko wake wa tente kutumia kiroba. Ulikuwa ni uzoefu namna kipekee kabisa kwa kweli. Wow, yes, inawezekana. Na kazi iliendelea, na uzoefu huo ulionekana kuwa ni mgumu. Wote walipita na waliacha alama. Mwingine ambaye atapita atapata nguvu ya kwamba inawezekana, kwa sababu wapo waliopita. Inawezekana. Sio kwamba baada ya kikwazo hicho mambo yalikuwa ni rahisi. Watu walivuka daraja hilo na kupanda vilima na kuendelea kupita katika mbuga hiyo ambayo ilikuwa inaashiria kwamba nyumbani ni karibu. Haikuwa mbali sana kutoka hapo, lakini watu walikuwa hawajafika na safari iliendelea. Chini ya vivuli vizuri vya miti hivi watu walipata matumaini. Mbele ilionekana pwani nzuri ya bwawa kubwa zuri la kupendeza, na watu wakavuka kidaraja kidogo cha miti kile na kuelekea kwenye pwani ile ambayo kwa kweli ilikuwa inapendeza. Upekee wa pwani hii ni pwani ambayo ina maji yenye maua juu, maua mazuri ya kupendeza na viboti vizuri vya kuvuka, na hiyo aina ya jamii ya miti ya palm ilikuwepo hapo, na iliwatia watu shime ya kwamba wamefika hatimaye pale walipokusudia. Kama na Israeli walivyofurahi walipofika katika nchi ya ahadi, kama ambavyo tutafurahi tukiingia Kanaani ya mbinguni, wana survival pia walikuwa na furaha. Hatimaye wamefika katika safari yao ambayo ilikuwa ni ndefu kweli kweli, zaidi ya kilomita 6 wakiweza kutembea kwenda pale ambapo walikusudiwa. Huyu ni mwenyeji wetu, mmoja wapo wa watu ambao wanashughulika na mambo ya kwenye bwawa hili hapa, ambao waliwapokea watu walipongezwa baada ya kumaliza mwendo mrefu. Watu walitiwa moyo wa kwamba inawezekana, na kwa sababu jioni ilikuwa imeshafika, ilikuwa ni Ijumaa jioni hii, masaa matakatifu ya Sabato yanaelekea. Maelekezo yalitolewa na kila mtu akachukua vilivyo vyake. Baada ya kumshukuru Mungu kwa kutufikisha salama, tulipeana maelekezo mafupi. Matenti yaliwekwa mara moja, na baada ya hapo tulienda moja kwa moja kwa ibada na vipindi vingine ambavyo vilifuata. Kila mmoja alinyanyua tenti lake na kalisimika mwenyewe kwa sababu hapakuwa na muda kungojana. Pastor Michael aliwakaribisha watu na moja kwa moja mafunzo yalianza. Palikuwa na mafunzo kingine ambacho kimeshauriwa ni kukagua hasa wanyama wakali. Kwa nishani hii wametaja wanyama wengi wakiwemo dubu na wengine. Kwetu sisi dubu hatuna shida nao, maana huku kwetu nadhani dubu si hamna huku. Huko wanapatikana huko kwa wengine, ila sisi huku simba, chui, mbwa mwitu au lazima uangalie. Fisi na wengine hawa lazima uangalie, maana hao huku ni wengi mno na wamejaa. Kitu kingine wanachoshauri ni kuwa unapoenda na chakula, kwa mfano kwenye kempu kama survival camp hii, chakula chako kitunze vizuri kwenye mazingira ambayo hayataruhusu wadudu kuja au wanyama kuja. Kwa mfano hapo wamemtaja huyo dubu kwamba dubu ana uwezo mkubwa wa kunusa harufu ya mbali sana. Kwa hiyo anaweza kujua kwa wale waliolala kwenye mahema kule wana chakula, ila yeye yuko Mbagara. Yaani Mbagara, lakini anasikia harufu ya chakula yaani zile kuku mlizokuja nazo hapo. Yeye yuko Mbagara na anasikia. Na alafu anatembea kutoka Mbagara kuja kuzitafuta. Na akija shughuli yake kutafutana naye humo kwenye hema, itakuwa pevu. Maana anataka apewe huo msosi, ana njaa. Kwa hiyo wanasema ni ana uwezo wa kusensi harufu hizo kwa mbali mno. Kwa hiyo ni vizuri kumwangalia.
majina naitwa Albert Shayo, ni mtaalamu wa mimea, natokea kitengo cha tiba asili Muhimbili. Taasisi yetu inaitwa Institute of Traditional Medicine, taasisi ya tiba asili Muhimbili. Tupo chini ya chuo kikuu cha sayansi shirikishi, chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Katika taasisi yetu tunafanya utafiti wa mimea tiba au mimea dawa. Katika utafiti ambao tunafanya, tunaangalia mimea tofauti tofauti ambayo inatumika kama dawa, na huwa tunatengeneza dawa baada ya kuifanyia utafiti. Miti au mimea kwa ujumla ni moja ya vitu ambavyo vimetuzunguka na ambao vinategemeana, sisi na miti tunategemeana. Kwa hiyo sisi tunategemea miti kwa ajili ya hewa, kupendezesha mazingira yetu. Vile vile kwenye miti kuna dawa. Miti yenyewe hutengeneza dawa kama ni defense mechanism tunaita kwa kitaalamu. Yaani kama kujilinda na wadudu mbalimbali, au inaweza kama kujilinda yenyewe kama kwenye maisha yao ya ujumla. Kwa hiyo hilo group moja wenye tabia moja, wakiwa kwenye group moja tunaita genus, kutoka kwenye familia hii moja. Baada wakishatoka hapo kwenye genus, kuna wengine labda mmezaliwa mnafanana tabia, mnaendana, lakini bado rangi mkatofautiana. Kwa hiyo mnapotofautiana rangi, tunasema hao wanafanana tabia zao, ila rangi wanatofautiana. Ili kuwatofautisha tunasema mmoja mweusi, mwingine labda maji ya kunde. Kwa hiyo kwenye kuwatofautisha hapo ndo tunaweka kwenye level nyingine ya chini ambayo tunaita species. Hiyo species ambayo sasa yeye anakuwa wanafanana kwa kila kitu, tabia hadi rangi. Kwa hiyo tukishashuka kwenye level ya species, hapo ndo tunaweza kutambua mimea yetu. Naitwa Octavina Matikila, natokea mtaa wa Karakata, kanisa la Mogo. Idara ya vijana inanisaidia sana, haswa hizi safari za makambi au refresher kozi, au hata hii ambayo tumekuja survive camp. Survive camp ni safari ninayoipenda sana kwa sababu inanisaidia katika maisha yangu kwa ajili ya viungo, inanitoa stress. Nikiwa mbali na mjini, naona ukuu wa Mungu unanifanya nijisikie vizuri, na naamini kabisa kwamba kwa survive camp nikiwa nashiriki naongezea siku zangu za kuishi. Ndivyo ninavyofikiri mimi. Mimi sikuwa Msabato, nilikuwa Muislamu, lakini nilipoingia tu kitu cha kwanza nilipokiona ni idara ya vijana, jinsi walivyokuwa wanavaa, nilipenda. Nikajiunga na idara ya vijana, lakini nilijiunga na kwaya pia. Lakini kaona idara ya vijana nilivutia zaidi kwa sababu wana mafundisho. Kwaya walikuwa wao wanaimba tu, wanaomba, wanaondoka. Sasa mimi nikaona kwamba bora nijifunze, nipate mafundisho zaidi. Kwa kweli namshukuru sana Mungu, kwa sababu kama sio Yesu kunileta katika idara ya vijana na kuniongoza katika makambi haya, labda ningekuwa nimeshakufa. Lakini naamini sasa na survive kwa sababu ya maisha ya kuishi maisha ya Yesu. Namshukuru sana Mungu kwa hilo, kwamba Mungu amenisaidia, na wazazi mume wangu amenikubali, kwa sababu na yeye pia sio Adventista, lakini amenikubali na ananisisitiza nenda, na alishawaambia wachungaji, mchukueni popote mnapotaka, maadhali akienda huko anapona. Maanake mimi huwa na mambo ya diabetes na nini, lakini nikiwa huku hata dawa sina za sukari, lakini niko vizuri. Kama ni kukohoa kwa sababu nimeimba labda sauti ya kwanza, kama ni kitu kingine, mafua ni ya kawaida kwa sababu ya vumbi, lakini sukari hainisumbui kabisa ninapokuwa kwenye makambi kama haya ambayo yanazunguka tu na ukuu wa Mungu, miti, wanyama, wadudu. Yani nafurahi kwa kweli, na refresh akili yangu. Asanteni sana. Mimi naitwa Samuel Marwa, mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mtoni, na kwa sasa ni mwanafunzi wa Master Guide. Nimekuja hapa kwenye survival camp. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja kwenye survival camp, na kwa kweli nimekuwa nikiona wenzangu wakienda survival camp, sikuwahi kujua faida za survival camp. Sasa wakati unaamua hivi, hata familia yangu akaniambia, sasa wewe kwa umri huu unawezaje kwenda survival camp? Maana sasa nina miaka 63 toka nimezaliwa. Lakini nikasema ngoja niende, kama nikishindwa nitarudi.
lakini ninataka kusema kwamba hakuna survival camp itakayokuja ambayo sitaenda. Nimejifunza vitu vingi. Kwanza ule uvumilivu, maana unakuja na chakula cha kukutosha kwa kipindi chote cha hicho. Kwa hiyo hata ile namna ya chakula nimejifunza namna ya kupaki vitu kwenye begi, kupunguza uzito, kutokuchukua vitu visivyokuwa vya muhimu. Lakini pia tumejifunza nishani mbalimbali, namna ya kuishi porini, namna ya kusaidia watu waliopata shida porini. Tumejifunza, nimefika hata nikaendesha boti, nikajifunza habari ya namna ya kuendesha boti, na nimeambiwa nitapewa nishani ya hiyo maana niliendesha vizuri. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kweli. Ni program ambayo ni nzuri, na hata mazingira yaliyochaguliwa ya msitu huu. Nimekuwa nikipita hapa miaka mingi. Mimi niko Dar es Salaam miaka mingi sana. Sikuwahi kujua huku ndani kuna vitu vizuri namna hii. Huu ni msitu kwa hapa Vikindu, lakini ndani kuna vitu vizuri, maeneo mazuri ya kuja na pumzika kwa wale ambao wanataka mapumziko na familia, au unakuja na vijana wako wa Pathfinder, vijana wako wa adventurers, mnaweza mkaja hapa mkacamp, mkapata mazingira mazuri kabisa ya kufanya mafundisho yenu, kuwafundisha vitu vya asili, miti ya asili. Jana tumejifunza habari ya miti na ya dawa na miti ya sumu, namna ya kuepuka na namna ya kuandaa hata dawa mbalimbali. Tumejifunza habari ya ufugaji wa nyuki na namna ambavyo pia hapa wako tayari kutupokea kama tutahitaji kufuga nyuki. Kwa hiyo kwa msingi limeniimarisha kimwili, maana sasa niko fit. Limeniimarisha hata kiakili, maana nimejifunza vitu ambavyo vingi nilikuwa sivijui, na kiroho, maana pia tumekuwa na mafundisho mazuri ya kiroho hapa, na yanatuandaa vizuri kuwa maaskari wa Yesu. Kwa hiyo kwa kweli mimi binafsi nimefurahia sana, na naamini kila survival camp itakapokuja mimi nitahudhuria katika survival camp hiyo. Asante sana. Kwa jina naitwa Lucy Elia Borega, ni mshiriki wa kanisa la Kitunda, mtaa wa Kitunda. Kule Kitunda mimi ni mkurugenzi wa watafuta njia kanisani. Lakini pia mimi ni area coordinator wa kanda Kitunda ambayo ina mitaa mitatu. Mimi ni area coordinator kule. Pia mimi ni medical missionary. Nampenda Yesu. Kwenye survival camp hii nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vimenisaidia. Nikitoka hapa ninapokwenda huko, imenikuza kiuchumi, nimejifunza kitu kiuchumi kwa sababu nimekutana na watu mbalimbali wenye professional tofauti ambao wamenifanya sasa nikitoka hapa nikaongeze kitu kingine. Tumejifunza masuala ya beekeeping. Tayari nimepata wazo, nikienda kumbe naweza nikafuga nyuki nikaongeza kipato kwa kuuza asali. Pia tumejifunza vitu mbalimbali kwa ufugaji wa bata mzinga. Nimeshangaa kwamba kuna kufuga bata mzinga na kuna watu wanapiga hela. Kwa pia hiyo imenifanya nikue kiuchumi. Lakini pia kiafya nimejiona kuna muda afya yangu najiona mimi nifanya mazoezi, lakini wakati tunatembea tunakuja huku kuna sehemu tulitembea nikaona kama vile nachoka. Kwa pia hii inanionyesha kwamba nikirudi nyumbani nikaongeze mazoezi zaidi. Lakini pia imenifanya tumepata mafundisho mbalimbali kutoka kwa wachungaji. Hii imenifanya nijue kwamba hata katika changamoto Yesu yupo, na kuna watu wana changamoto makubwa kuliko hata yangu mimi. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi ambavyo nikitoka hapa stress free, mawazo yote nayaachia hapa. Namshukuru Mungu, sitajuta kuja survival camp. Hata nikisikia iko wapi lazima nitakwenda. Na pia nimejifunza vitu vingine vya kwenda kupeleka kanisani kwangu kuimarisha kiroho. Tumekuwa na wachungaji hapa, wamekuwa kutufundisha mafundisho mbalimbali ya kiroho. Tumesocialize nao. Wakati mwingine tunaogopa hata kuwakaribia. Kumbe na wenyewe ni watu wa kawaida, na wenyewe wanapitia changamoto kama sisi. Nimejifunza vitu vingi. Pia nimejifunza namna ya kuishi na watu mbalimbali. Hapa unajua ukishakutana sehemu kwenye jamii lazima mtakutakuwa kuna tofauti, lakini sisi tumekaa kwa muda hizo siku tatu zote na wanawake kwa wanaume, na sijaona hata mtu mmoja akigombana na mwenzie. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa upendo ambao nimeupata kwa wanakambi wenzangu na kwa viongozi wengine. Mungu atubariki sana. Survival camp ni nzuri kiafya, kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi na kila kitu. Asante sana. Unaona hii kamba niliyoishika, pia tumejifunza kufunga mafundo mbalimbali. Mafundo yanaweza kukusaidia katika mbalimbali. Tumejifunza mafundo kama zaidi ya 6 ambao tumejifunza leo. Kwa hiyo haya mafundo yatatusaidia hata kwenye unaweza kukusaidia kwenye kufunga vitu na kwenye uokoaji na kwenye kufanya vitu mbalimbali. Hii pia imenifurahisha sana. Asante.
Naitwa Bupilipili Amos Robert, natokea kanisa la Waadventista wa Sabato Masasi kule Mtwara. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa kunisafirisha na kunileta salama kwenye hii survival camp ambapo tumefika huku Vikindu Nature Forest. Kwa kweli tumekaa vizuri, namshukuru Mungu. Katika hii survival camp nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza namna ambavyo tunaweza tukaendesha ibada kwa namna ya kipekee. Ibada ambayo tumejifunza namna ya uumbaji na mambo mengine, lakini pia pamoja na hilo tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza namna ambavyo tunaweza kutumia kasia, tumejifunza namna ya ufugaji kama ufugaji wa nyuki, vitu kama hivyo na vingine vingi tumeendelea kujifunza. Lakini kwenye hii survival camp pia nimefurahi juu ya ushirikiano. Pamoja na kwamba kwa bahati mbaya nilikuja peke yangu kutoka kusini, lakini tumekuwa na ushirikiano mzuri. Watu tumeishi vizuri kwa kupendana, lakini pia tumejifunza ukakamavu. Namna ambavyo tunaweza tukaishi katika maeneo ya pori pasipokuwa na maji mengi na vitu vingine, lakini tukaishi vizuri na tukafurahia. Lakini nimefurahi kuona jinsi wachungaji walivyokuwa karibu na sisi. Walikuwa wakieleza juu ya kazi zao. Of course nimevutiwa, siku moja yawezekana nikawa huko, lakini hiyo ni mipango ya Mungu. Pamoja na hilo nimejifunza kuhusiana na mafundo, namna ambavyo kamba inaweza kutusaidia kutuokoa sehemu moja na namna ya kufunga mafundo ili iweze kutusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini nitakaporudi kanisani ninayo hamu kubwa ya kuonana na viongozi wa kanisa na kuhamasisha kusini ili tusikose tena survival camp kama hii. Maana kuna mambo mengi sana ambayo tunajifunza ambayo watu wengi hawayafahamu. Na kiufupi natamani hata kusini siku moja ifanyike, lakini kabla hapo nitawaambia wenzangu namna ya kuhudhuria na umuhimu wa kuhudhuria survival camp hii ili kusudi wakija tuje tujifunze mambo mengi ambayo yatatujenga sisi kiroho kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Lakini nimejifunza pia mambo ya ujasiriamali, namna ya kufuga nyuki wanavyofanya kazi, wanavyotupatia asali, ni maeneo gani yanafaa kwa ajili ya kilimo hiki cha nyuki, maeneo gani hayafai kwa ajili ya kilimo hiki. Lakini pia nimepata connection ya watu mbalimbali. Wapo watu wanaofanya kazi mbalimbali ambao kimsingi tukipata kazi tunaweza kuwapatia, lakini pia na wao wanaweza kutuhitaji kutokana na kazi tunazozifanya, alafu tukabadilishana, hatimaye tukapata kipato ambacho kitatusaidia sisi wenyewe, lakini pia na maisha ya kanisa kwa ujumla, na hatimaye kumtolea zaka Mungu. Mwisho kabisa ninawashukuru wote, ninamshukuru Mungu na nina imani ya kwamba tutasafiri, nitarudi salama kwa ajili ya kuwapatia elimu wenzangu ili survival camp nyingine itakapotokea, hebu tuweze kuja wengi kutoka kusini. Asante sana. Ninaitwa Blandina William Mwenura, ni kiongozi au mratibu wa vijana wa jimbo. Ninatokea kanisa la Waadventista wa Sabato Kilangalanga. Ninapenda tu kuchukua nafasi hii ya pekee sana kumshukuru Mungu kupitia hii survival camp ambayo tulianza tarehe 29 jioni, tukiwa na mizigo yetu, tukiwa tunatembea, tukiwa na eneo la pekee sana la kujifunza ukuu wa Mungu. Tumejifunza miti ya asili ambayo pia ni moja ya chanzo cha dawa ambazo tunazipata au zinasaidia jamii katika maisha haya tunayoishi. Kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri sana wa kujifunza mambo mengi ambayo yanaenda kuwa msaada kabisa kupitia idara ya huduma za vijana, kupitia master guides walioko makanisani kwa ajili ya kuwasaidia hata vijana wadogo walioko kanisani. Ni tukio la pekee sana ambalo linatufundisha ujasiri, linatufundisha ukakamavu, kwa sababu tumekuwa na vyakula vyetu tunatembea navyo, tunakula vyakula ambavyo tumeishi navyo kwa muda wa siku 3 na Mungu amekuwa akivibariki. Tumekuwa na matents na hali ya hewa kama tunavyoiona imekuwa ni ya mvua. Mungu ameendelea kutubariki na mvua inanyesha, lakini tumekuwa salama. Hatimaye leo tunapokuwa tukihitimisha tukio hili, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana.
Wito wangu kama kiongozi, kama mratibu wa vijana wa jimbo, ninawashauri viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, matukio kama haya sio ya kukosa. Matukio kama haya si ya kukosa kabisa, kwa sababu yanawafundisha vijana wetu ukakamavu, ujasiri, kujiamini. Halafu maisha haya tunayoishi, sio kila siku tunaishi maisha ya aina moja. Wakati mwingine maisha yanabadilika. Kwa hiyo maisha yanapokuwa yamebadilika, tunamfundisha kijana kuweza kujiamini na kuweza kukabiliana nayo na wakati husika. Basi Mungu awabariki sana, Mungu awatendee wale ambao wazazi wameruhusu vijana wao tuweze kushirikiana nao. Basi Mungu awabariki sana katika tukio hili. Asante. Habari Tanzania, kwa majina naitwa Veronica Kombe, ni afisa utalii msaidizi katika msitu wa hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi, safu ya Vikindu. Tumepokea ugeni kutoka kanisa la Adventisti wa Sabato, kikundi cha Master Guide, wamekuja kwa ajili ya survival camp. Tunawashukuru sana kwa kuchagua eneo letu la msitu wa Vikindu kwa ajili ya kuja kufanya hii survival camp yao. Of course, ukiachana na survival camp, pia wamepata fursa ya kuona vivutio vyetu ambavyo tunavyo katika msitu wetu wa hifadhi ya Vikindu. Tumekuwa nao kwa siku 3, kuanzia ile tarehe 29 mpaka siku ya leo wanaondoka siku ya Jumapili. Tumefurahi kuwapokea wageni wetu. Hivyo nilikuwa naomba nitoe rai kwa watu wote, especially watu wa makanisa, watu wa mashule, watu ofisi mbalimbali na wanaohitaji kuweka kambi kama hiyo waliofanya hao wenzetu wa Sabato ya survival camp, au kambi ya kawaida ukiwa na familia, get together, kambi ya aina yoyote. Naomba niwakaribishe sana katika msitu wetu wa hifadhi ya Vikindu kwa ajili ya shughuli hiyo. Pia tunaweka kambi kwa wale wacheza mpira, timu za mpira wa miguu, kama unahitaji ile retreat camping pia tunafanya. Sehemu yetu ni tulivu kabisa, kwa yule anayehitaji ukimya wa hali ya juu pia tunautoa. Karibuni sana watu wote kwenye msitu wetu wa Vikindu. Kiachilia tu kuja kufanya camping, pia tuna shughuli za utalii ekolojia zinazoendelea, ikiwemo matembezi ya msituni, kupiga picha kwenye daraja, shughuli za kutembea kwenye mtumbwi, wengi maarufu tunasema kayaking au canoeing. Vyote tunavifanya katika msitu wetu wa hifadhi. Hivyo naomba niwakaribishe wote wa Tanzania kwa ajili ya kuja kufurahia uzuri wa nchi yetu. Tumerithishwa, tuwarithishe. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Charles Kaseria, ni mhifadhi misitu wa wilaya ya Mkuranga. Ofisi ya TFS Mkuranga inasimamia jumla ya misitu 4 ambayo ni Vikindu, Masanganya, Mkeredhange na hifadhi za misitu ya Mikoko. Katika msitu wa Vikindu tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali, hasa kwa sasa ni shughuli 2 tu ambazo mara nyingi zimekuwa zikifanyika, ambazo ni shughuli ya utalii ekolojia pamoja na ufugaji nyuki. Tumekuwa tukipokea wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi kwa ajili ya kutembelea hifadhi hii kwa lengo aidha la kuweka kambi au kwa ajili ya kujifunza kwa wanafunzi au kwa ajili ya kupumzika tu na kufurahia maisha ya asili ya msitu. Kwa hiyo mimi kwa Master Guide ambao mmekuepo hapa toka siku ya Ijumaa, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwenu, kwani jambo mliofanya ni la pekee na ni jambo nzuri sana, kwamba kuchagua venue ya hifadhi ya msitu kwamba iwe ndio mtakapofanyia tukio zenu, kama ni mafundisho mlioyafanya kuyafanyia ndani ya eneo hili ambapo ni msituni, mnapata hewa nzuri, ni uamuzi mzuri na ni wa kupongezwa. Kwa hiyo mimi nitoe rai na wito kwa watu wengine kokote katika ndani ya nchi yetu kwamba wanapokuwa na matukio, venue nzuri ya kufanyia matukio ni hapa Vikindu. Na tushukuru kwamba serikali sasa imeshaliona na inaendelea kuboresha. Tukiwa hapa katika eneo la Mkangazi campsite, mnaweza mkaona kwamba tayari kuna choo cha kisasa kabisa. Na kwa hiyo ofisi ya TFS Mkuranga kishirikiana na uongozi wa wilaya na serikali kwa ujumla, tunaendelea kuboresha mazingira kwa ajili ya wageni wanaofika wawe na mazingira rafiki ya kuwawezesha kuweza kuishi vizuri wanapokuwa wametembelea hapa. Asanteni sana. Na hapa ilikuwa kiongozi ambaye alikuwa anasimamia zoezi hili akiweza kufanya kielelezo cha namna ambavyo
watu wanaweza kufanya wanapokuwa kwenye maji, wanapokuwa kipiga makasia. Kwa hiyo zoezi lilianza kwa kawaida kwa kuonyeshana kwa vitendo, lakini hatimaye watu wakaingia ndani ya maji. Ulikuwa ni uzoefu wa kupendeza, wa kuvutia kwa kweli. Wengine kwa ndo mara ya kwanza wanapita juu ya maji, na kila mmoja alipata fursa ya kuweza kuingia kwenye chombo, ya kupiga kasia, ama hata kama alikuwa mtulivu basi yupo ambaye alisimamia zoezi na mambo yakaenda kwa uzuri kabisa. Ilikuwa ni shangwe na furaha watu kupita juu ya maji haya. Kwa kweli ulikuwa ni uzoefu wa kuvutia, uzoefu ambao kila mmoja ulimbariki kwa kweli. Katibu wa jimbo akiwa kwenye moja ya chombo na wakizingatia maelezo, hapo walikuwa wanakamata breki na zoezi limekamilika. Walikuwa ni wa kwanza kabisa kuingia majini na kuanza kutoa kielelezo hicho kwa wengine waweze kufuata muda utakapofika. Pale nyuma ni Madev, pale mbele ni Pastor Mafwimbo, katibu wa jimbo. Pale mbele zaidi ni mwalimu wetu wa sailing ambaye tulikuwa naye, ambaye ni mwenyeji wetu kwenye misitu hii ya Vikindu, anayefanya kazi kwenye hili bwawa. Alitupa maelezo mazuri namna ambavyo tunaweza kuwa salama kwenye maji. Alisisitiza tu jambo moja, ya kwamba maji hayana rafiki. Maji hayana rafiki kwa sababu hata wazoefu wakati fulani yanawagharimu. Vipi kwa wewe ambaye ni mgeni kabisa? Kwa hiyo masharti na vigezo vilitakwa kuzingatiwa ili uweze kuwa salama unapokuwa kwenye vyombo hivi. Watu walikuwa kwa life jackets, makoti hayo kwa ajili ya kuweza kuelea kama imetokea dhoruba ya kukufanya uweze kuzama kwenye maji, basi hayo yangeweza kukusaidia kuweza kuelea. Vilikuwepo vyombo vya aina mbalimbali, hichi nacho kilikuwepo, na watu walifurahi kwa kweli kukitumia kwa ajili ya kuweza kutekeleza mahitaji ya nishani hii ya sailing. Wow, ilikuwa uzoefu mzuri kwa kweli. Uzoefu wa namna kipekee kabisa, uzoefu wa kupendeza. Chombo hichi kinakuwa na nahodha nyuma, na yeye ndio anaongoza chombo na ndio anapiga makasia. Basi wengine wanakuwa watulivu tu na kuona mambo yanavyokwenda. Wow, ulikuwa ni uzoefu wa namna kipekee, uzoefu ambao wengine tumezoea kuuona kwenye video, lakini hapo watu waliweza kuuona live na kuweza kushiriki, kuweza kuwa sehemu ya zoezi ambalo lilikuwa linaendelea. Ilipendeza. Wengine walikuwa ni waoga walipoanza mwanzoni, lakini hatimaye walipata ujasiri na wakafanya vizuri, na wanatamani kuendelea kushiriki kwenye zoezi hili wakati mwingine. Ukweli ni kwamba hakuna chombo kilichobaki bila mtu. Kila chombo kikirudi pwani, mtu alichukua na akapanda na timu yake na wakaingia majini. Kila chombo kikirudi hakikubaki huru kwa kweli, mpaka namna ya kuondoa watu kwa kweli ilikuwa ni mtihani, kwa sababu kila mmoja alitamani kuendelea kufurahia ndani ya maji, lakini kwa sababu ya muda hatimaye watu walikubaliana kwamba itoshe kwa sasa na mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini kwa ukweli ulikuwa ni uzoefu mzuri. Kila mmoja alitamani kushiriki na alishiriki kwa kweli, na ilikuwa ni furaha ya pekee kwenye pwani hii, kila mmoja akiweza kushiriki kupiga kasia, kushiriki kupanda chombo, na wow, uzoefu wa namna pekee namna gani.
Kweli ilikuwa ni recreation ya namna pekee. Kila mmoja alifurahi, kila mmoja alipata uzoefu mpya kwa kweli. Rafiki mmoja alinichekesha, tumeshakaa zaidi ya masaa mawili pembeni, anasema nimekaa kwenye hichi kigogo hapa lakini najisikia kama bado nipo kwenye kimtumbwi naendelea kupiga makasia. Ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia kweli kweli. Naamini ungetamani kushiriki wakati mwingine. Panga kuwepo survival zinazokuja, patakuwa na mambo mazuri ya kuvutia zaidi kuliko huenda kawa hili ambalo limepita. Oh yes, ulikuwa ni uzoefu mzuri wa namna kipekee kabisa. Kama vile jua linakwenda kutua lakini bado ulikuwa ni mchana mzuri, watu wakiangalia rangi ya dhahabu ya kwenye maji yale yakiakisi mwanga, na jambo lilikwenda vizuri. Na tulienda sehemu ya pili ambapo mengi yaliendelea na ujifunzaji uliendelea kwenye Survival Camp. Survival Camp 2022 conference ya SEC ilikuwa ni uzoefu wa namna kipekee kabisa. Na mimi nitakuwa nikicho kuigwa na ma conference mengine na ma union mengine na ma division mengine, na mimi itakuwa mbaraka kwa wengi ambao wataendelea kuona mkanda huu. Twende sehemu ya pili tuweze kuona nini kiliendelea.